salama vyakula vyetu, lazima tuviweke juu ya kitu. Umenifahamu mwanangu? Umenifahamu vizuri? Sasa mazingira haya ndio yatakuwa salama kwa bidhaa pamoja na mlaji. Tayari tunaambia wahusika wa soko, tunamwambia mkuu wa soko na watu operation katika soko, bidhaa hizi hatuzitaki zipangwe chini, kwa sababu madhara yake ni makubwa kuliko faida. Tumefahamiane? Sasa tumekwambieni isije ikafika kesho watu wakaanza kuchukuliwa hatua ukasema mnaonewa. Tumefahamiane bado? Umenielewa? Leo nimekukatazeni kwamba hatutakiwi bidhaa hizi kupanga wapi? Chini. Na kama hazitakiwi, kesho tunasema tena, atakayepanga chini bidhaa yoyote sio kasema na madhara mtaonewa. Tumeshakwambieni mapema kabla ya kuchukua hatua. Hiyo ni wenzetu. Kwa hivyo kama kuna mameza, wapeni mameza, wapange bidhaa zao vizuri. Yale ndio mazingira ambayo hili ni soko la Mwanakwerekwe ambapo leo mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mheshimiwa Mohamed Ali Abdallah amekuja kufanya ziara maalumu ya kutembelea wafanyabiashara katika soko hili la Mwanakwerekwe ili kujua utaratibu wa maeneo haya, lakini pia ametoa mpangilio mzuri wa wafanyabiashara kupanga bidhaa zao na waziondoe zile bidhaa ambazo zipo chini na kuziweka sehemu maalumu ambayo imepangwa. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Ali Haji. Lengo la ziara yetu ya leo hapa kwanza ni kutizama mazingira yalivyo ya soko letu la Mwanakwerekwe pamoja na kujua zile changamoto ambazo zinaifesi soko letu hili na kuweza kuzitafutia suluhisho. Ina maana wafanyabiashara wanayao, waendeshaji wa soko wanayao, pamoja na wasimamizi wanayao. Sasa yote haya yanahitaji kwamba kutatuliwa kwa wakati ili jamii yetu iweze kwenda vizuri na hatimaye kupata tija na faida kama ambavyo malengo ya kujengwa masoko haya yalivyokusudiwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Maagizo la kwanza ni suala la usafi. La kwanza, soko linahitaji usafi na kuweza kusimamiwa vizuri. La pili, wafanyabiashara ni lazima wapangwe katika maeneo yao, sio kukaa katika sehemu zilizokuwa sio sahihi. Lakini la tatu, katika maeneo yote hatarishi wafanyabiashara wanaondoka na kukaa katika maeneo yaliyokuwa salama. Maelezo yanaanza kutekelezwa leo, pengine kesho mimi napita. Tayari kesho mimi nafanya nini? Napita sokoni. Kwa hivyo wale ambao tuliowapa yale maagizo waweze kuyatekeleza haraka iwezekanavyo. Kesho nikija, ina maana huyo mtu amezarau na hakutaka utekelezaji mzuri wa yale maagizo ambayo tuliyoyatoa. Lengo sio kutaabisha wananchi, la hasha, wala wafanya biashara, ni kupanga utaratibu mzuri wa kupatikana bidhaa pamoja na huduma bora ndani ya soko. Mtu yeyote ambaye atakayekiuka maagizo ambayo yaliyotolewa atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria pamoja na taratibu zilizo. Si chengine, haonewi mtu wala hapendelewi mtu. Hicho ndicho ambacho kilicho. Wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali wote wa eneo la soko la Mwanakwerekwe na maeneo mengine, Rais wetu anajitoa, sisi tuungane naye pamoja katika kuhakikisha kwamba tunayatunza na tunaendeleza miundombinu hii ambayo aliyotuwekea ili aweze kudumu na kuleta faida kwa vizazi hadi vizazi kama ambavyo malengo aliyoyakusudia yeye mwenyewe.